Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Na leo basi ikiwa ni Dominika ya 3 ya Pasaka, masomo yetu ni mwaka C wa kanisa. Na tafakari yetu tuipatie kichwa cha habari, Bwana amemuinua Petro akatuinua na sisi vile vile. Ndugu zangu, Bwana amemuinua Petro, amekuinua na wewe pia. Bwana, nitakushukuru kwa maana umeniinua. Ni zaburi yetu ya wimbo katikati leo. Iliimbwa na Daudi baada ya kuinuliwa na Bwana katika ugonjwa mkali uliokuwa unamsumbua. Baada ya kuponywa, alimsifu Bwana kwa zaburi hii. Leo imetumika kuelezea furaha ya ushindi aliyopata Yesu kwa kuinuliwa katika wafu. Lakini zaidi ni furaha aliyoipata Petro. Yeye anapata msamaha toka kwa Bwana Yesu Kristo na anachaguliwa kuwa kiongozi wa kundi, ingawa yeye hapo mwanzo alikuwa amemkana Yesu mara 3. Naomba furaha hii tuipate na sisi ndugu zangu, ili tuweze kumfurahia Yesu wetu mfufuka. Pamoja na dhambi zetu na kumkana kwetu Yesu mara nyingi, lakini bado Yesu anakuhitaji ili aweze kufanya kazi pamoja na wewe. Yeye hakika atatusamehe. Ni furaha aliyoipata Petro mbele ya Yesu. Hakika alikuwa amejisikia kuanguka, akashindwa kujisamehe, lakini siku ya leo hakika ameinuliwa na Bwana. Nawe na kualika leo utambue kwamba tayari umekusha inuliwa na Bwana. Mtumainie na hakika atakunyanyua. Katika injili ya leo tunakutana na Petro akipewa majukumu ya juu kuliko wanafunzi wote, ya juu kabisa. Lakini ukiangalia CV au wasifu wa Petro, kwa kweli hakustahili, kwani ni miongoni mwa wanafunzi walioonyesha pengine mfano mbaya kwa kumkana Yesu mara 3. Kuna mwanafunzi aliyedumu na Yesu hadi pale chini ya msalaba, Mtume Yohane, lakini yeye hakupewa madaraka haya. Mamlaka anapatiwa Petro aliyemkana Yesu mara 3. Mbele ya macho yetu Petro hafai kwa kosa la kumkana Yesu na amekwisha poteza kila kitu. Lakini tujiulize, kwa nini Yesu anazidi kumpatia mamlaka Petro? Ndugu zangu, ni kwa sababu hakuna aliyekamilika. Hata yule unayedhania kwamba ni mtu mtakatifu sana ana mapungufu yake. Hata wale ambao unawaona unafikiria pengine ni malaika wa Mungu fulani hivi, hapana, wana dhambi zao. Kila mtu ana ujinga wake. Hata wale unaowafikiria kwamba ni mashujaa, wana nguvu, kuwa wanashinda kila kitu, hakuna kitu kama hicho. Wana mapungufu yao. Ukichunguza utakuta kuna sehemu ambazo wana udhaifu mwingi tu. Hata kwa baadhi ya mitume walioonekana kuwa watiifu kama kina Yohane, wao pia walikuwa na mapungufu yao. Hakuna aliyekamilika. Lakini Mungu yuko tayari kufanya kazi na hata watu walio dhaifu namna hii, ni kuwaita wakosefu na kuwakamilisha. Na hii ni kweli. Kuna wakati unakuta pengine labda mtu ni mwalimu mkubwa sana au ni fundi mzuri sana, yaani akiingia tu yeye mambo yanakuwa safi. Bila yeye pengine hakuna operation, au ni daktari, bila yeye hakuna mashine inayoweza kufanya kazi. Licha ya ujuzi na elimu au akili yote hii, mtu huyu unaweza kukuta hawezi kukatiza mbele ya pombe. Unakuta akiona pombe tu analewa ajabu. Basi unamkamata na pombe tu kirahisi tu. Ndugu zangu wapendwa, sisi tutambue kwamba licha ya haya yote na madhaifu haya yote, bado Mungu anatuhitaji tufanye kazi naye. Ukishindwa kuelewa hili, utadharau watu na utafikiri watu hawatakuwa na nafasi. Wapo waliotenda dhambi nyingi, lakini wanaungama na Mungu anawahurumia ndugu zangu. Lakini Mungu ndio anamjalia kila mmoja vipaji, anajalia hata wale wengine ambao ni dhaifu, na hao aliyowapatia dhaifu hao ndio pengine wanaosaidia mambo mengi ndugu zangu. Kweli Mungu katika madhaifu yetu bado anazidi kufanya kazi na sisi. Sisi sote tuna madhaifu, lakini hatupaswi kuruhusu udhaifu utushinde kila wakati. Tusikubali udhaifu utushinde, tushindwe kusonga mbele ndugu zangu. Petro hakuruhusu udhaifu wake umshinde. Alinyanyuka na kusonga mbele. Yuda Iskarioti aliruhusu makosa yake yamshinde, akashindwa kusonga mbele. Nawe ndugu yangu, upo wakati tuliwahi kufanya ujinga fulani. Tupo tuliofanya vitu ambavyo pengine hata dhamiri zetu zina tustaki. Lakini ndugu zangu,
bado Yesu anatuhitaji. Wakina Maria Magdalena walikuwa pengine kahaba, walikuwa na dhambi zao, lakini bado hawakuwa na aibu baada ya Yesu kuwapa thamani. Na wewe nenda kwa Yesu akupatie thamani, uweze kusimama na kuenda mbele. Ndugu zangu wapendwa, hatupaswi kufungwa na historia zetu chafu, na watu hawapaswi kututambulisha sisi kwa dhambi zetu za zamani, kwamba wewe ulipata pesa ukatumia vibaya, kila siku unalaumiwa tu kama vile wimbo wako. Hapana, huyu anakulaumu hivyo hana nia nzuri. Pengine tunapaswa kutiwa moyo, tusonge mbele kama watoto wa Bwana. Sisi tujue Mungu anatuhitaji licha ya dhambi zetu, licha ya udhaifu ulionao, licha ya dhambi ulizonazo, bado Yesu anakuwa tayari kutumia na kufanya kazi pamoja nawe. Na ndivyo ilivyo. Utashangaa hata wale wasioweza kuoga, pengine wasioweza hata kuongea, hata bubu, Mungu anakuwa tayari kuwatumia. Wanaoa, wanaolewa, wanapendwa, wanapatwa na watoto, tena wasio viwete. Unashangaa Mungu ni waajabu sana. Unakuta mtoto aliyezaliwa na bubu au kiwete ana afya nzuri zaidi, tena sura nzuri kuliko aliye pengine zaliwa mwenye viungo kamili pengine. Na tena wanajua kuchagua wake wazuri. Yaani Mungu ni ajabu kweli. Yaani hao utashangaa, yaani Mungu pamoja na madhaifu yao utashangaa, yaani Mungu anapatia wake wazuri au waume wazuri kweli kweli. Kuna mzee mmoja mtoto wake alikuwa mzuri sana, lakini alijikuta anaolewa na kiwete. Ndugu zangu, unaona, binti alikuwa mrembo mzuri, lakini akachoka akaolewa na kiwete. Ni Mungu anaruhusu. Yule baba akajaribu kuzuia, lakini haikuwezekana. Akashangaa na yule mtoto akamkimbilia tu yule kiwete. Akasema, "Ni wangu, nimempenda huyu." Ndugu zangu, wakaanza kufikiri yule mtoto amekuwa, yule mtoto sio amekuwa kipofu namna gani. Lakini mtoto hakumwacha. Mungu anakuwa tayari kufanya kazi na watu kama hawa. Licha ya udhaifu wao bado anawapenda. Yesu hapendi watu watufungie ndani kwenye dhambi zetu kwa sababu ya mapungufu tuliyoyafanya zamani. Iliyoko ni wewe ujikomboe, utoke, ujikomboe, achana na mambo yako ya zamani. Yesu anatusamehe hata baada ya sisi kumkana. Hata sisi, na pengine kila siku ndivyo tulivyo. Kuna baadhi yetu pengine tunamkana Yesu kila wakati. Pengine hata ukiambiwa pengine vaa rozari, kuna ambaye ukimwambia vaa rozari anakataa. Ataona kama kuvaa rozari kuna mdhalilisha. Au pengine ukuta kuhani au padre kuvaa kanzu, anaogopa. Pengine anaona siwezi kuvaa kanzu. Lakini ndugu zangu, sisi hatupaswi kuonyesha hivyo. Sisi tunapaswa tusimkane Kristo, tuishi kuendana na Kristo, tusimame pamoja naye. Petro anakutana na Yesu na kushirikiana naye na kupata msamaha. Kukutana na Yesu ndugu zangu kunatufanya tusamehewe makosa yetu ya zamani. Na Petro kweli anakutana na Yesu licha ya kwamba alimkana mara 3, lakini Yesu bado anampenda Petro na anampa madaraka makubwa kabisa. Ndugu zangu, hata sisi Yesu anatupenda na anatuhitaji atupatie madaraka makubwa. Katika somo la kwanza tunagundua ukuu wa Yesu na Petro anakuwa tayari kumtetea. Tunamtambua kwamba hakuna wokovu kwa mwingine ila yeye peke yake. Anatangaza kwamba hakuna wokovu kwa mwingine ila Yesu mwenyewe. Turuhusu haya yatokee maishani mwetu ndugu zangu. Hakuna mtu anaweza kutupa uhuru wa kweli isipokuwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na Yohane katika somo la kwanza anatangaza ukuu wa maono yake kumhusu Yesu. Haya ni maono aliyoyaona Yohane kipindi akiwa katika kisiwa cha Patmos. Hili ni somo la pili. Akiwa katika kisiwa cha Patmos wakati wa Kristo wanadhulumiwa, Yohane anapata maono haya, na maono haya yanamhusu Bwana wetu Yesu Kristo, kuwatia moyo wale wa Kristo ambao walikuwa wamekata tamaa. Ndugu zangu, haya ni maono aliyoyaona Yohane kipindi kanisa linadhulumiwa, ambapo lilikuwa ni kosa la jinai kuwa Mkristo. Kipindi ambapo kumuua Mkristo ilionekana kama vile ni baraka au kumtolea Mungu sadaka, kumbe ni dhambi kubwa kabisa. Katika maono haya anaona malaika na wazee na viumbe vitakatifu
vikimuimbia mwana kondoo aliyechinjwa. Maono haya yanamaanisha Yesu kuwa ni mfalme. Yeye anaabudiwa zaidi katika ulimwengu ujao. Hata wale wazee wa taifa la Israeli wanamwangukia huyu Bwana wetu Yesu Kristo, wanampigia magoti. Maono haya yaliwatia moyo wa Kristo mwanzo kuendelea kumtumainia Yesu, nasi tuzidi kumtumainia Bwana wetu Yesu Kristo, kwani yeye ndiye aliye na nguvu kubwa kuliko kiumbe chochote. Ndugu zangu, sisi twende kwa Yesu. Hata kama una dhambi kiasi gani, yeye ana uwezo wa kukupatia nguvu na kuanza tena. Usikubali watu wakutambulishe kwa dhambi zako. Jani la mwisho la mti, huwa nakukumbusha daima, ni sehemu ya mti. Hata kama wewe ni mdhambi, hata kama wewe ni mdhambi unayemfahamu wewe mwenyewe ni mdhambi kiasi gani, bado ni sehemu ya mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Bado ni sehemu ya kanisa. Yesu anampenda. Akitubu, hakika Yesu atampokea. Basi Yesu atusaidie, tujikubali. Licha dhambi zetu, tumkimbilie yeye, ndiye wa kutupatia tumaini na kutufanya tuwe wapya, tuwe majasiri tena na kutupandisha juu. Cha muhimu ni sisi kumkubali Bwana wetu Yesu Kristo na kumsifu na kumtukuza yeye daima. Yeye ndiye mwalimu wetu, yeye ndiye kila kitu chetu. Basi mtumainie. Pengine ushawahi kumkana Yesu, pengine ukaenda kwa waganga ukafanya vitu vya ajabu ajabu, kuvunja amri ya kwanza ya Mungu, bado anakusubiri. Petro alisubiriwa na akarudi kwa toba. Baada ya jogoo kuwika, Petro alirudi kwa toba na kulia machozi. Na wewe umeshasikia sauti ya Mungu, unasubiri nini? Nenda ukapate baraka, uanze maisha mapya. Nakutakia Dominika njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.